Marufuku kwa watu wasiokuwa na leseni, kwa maana ya watu ambao watambuliki na mamlaka, kwa maana ya watu ambao sio sehemu ya programu hizi za mamlaka kujihusisha na shughuli hizo. Kwa nitoe rai kwenu, mpite huko, mkiona mtoe taarifa, na mtoe taarifa kwa mamlaka hizi ambazo ziko mbele yenu, na uhakika kwamba kwa sababu kama mmeweza kuitikia wito na kushiriki kwa wiki, maana yake yapo mawasiliano mnayo. Lakini hali kadhalika serikali, ofisi za serikali zipo kila mahali, kwenye ngazi ya vijiji, kwenye ngazi ya kata, kwenye ngazi ya tarafa, mpaka kwenye wilaya na mkoa. Kwa hiyo toeni taarifa ili wale watu waone vishoka ambao pengine mnafikiri hawana leseni ama utaalamu wa kutosha, hawajathibitishwa kuweza kufanya kazi hizo, ili tuweze kudhibiti. Lengo ni nini? Lengo sio kumzuia Mtanzania kupata kipato. Lengo ni kuhakikisha kwamba mifumo hii ya umeme, kwa sababu ni mfumo hatarishi, inafungwa na watu wenye nini jamani? Wenye sifa, au sivyo? Kwa yule mtu ambaye anafikiri yeye ni fundi uko Tanzania, aje basi huku ili aweze kuchekiwa, ili aweze kupata leseni, au sivyo? Leseni tunatoa nyinyi bwana. Hayo ni maelekezo ya mkuu wa mkoa wa Mwanza. Kwa majina naitwa George Mihina, ni meneja wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kwa kanda ya Ziwa. Leo tumekuwa na semina hapa jijini Mwanza ya siku moja, tukiwa tumekutana na wadau wetu katika sekta ya umeme. Wadau hao wanajumuisha wakandarasi au wataalamu wa kufunga miundombinu ya umeme kwenye majengo mbalimbali ambao wapo takriban zaidi ya 100, lakini pia tumekutana na taasisi ambazo zinajishughulisha na masuala ya umeme. Kwa mfano, tunao watu wa TANESCO, tunao watu wa TEMESA, wakala wa majengo na taasisi nyingine. Tumekutana kwa ajili kwanza kukumbushana wajibu wetu sisi ambao tuko kwenye sekta ya umeme, hasa mafundi ambao wanashughulika na kufanya ufungaji wa miundombinu ya umeme. Tumeshuhudia hapa maeneo mbalimbali kutokea majanga ya moto kwenye masoko, kwenye mashule na sehemu mbalimbali, na imekuwa ni rahisi kusema chanzo au hitilafu ya moto huo ni umeme wa TANESCO. Lakini tukifanya tafiti, wakati mwingine tunakuja kugundua aidha moto ule ulisababishwa na kutokufanywa vizuri kwa kazi za ufungaji wa mifumo ya umeme. Mathalan, watu waliofanya kazi hiyo pengine hawakuwa na weledi wa kufanya kazi hiyo, au wakati mwingine wametumia vifaa ambavyo havikustahili kutumika. Kwa hiyo tumekuja leo kukumbushana kwanza umuhimu wao katika kufanya kazi hizo. Kazi zao zinabeba uhai wa watu, lakini pia mali za watu. Unapotokea majanga ya moto, ni aidha mali zinaharibika au wakati mwingine pia kupelekea vifo kwenye wakazi au watu wanaotumia haya majengo. Kwa hiyo tumekuja kuwakumbusha kwamba kazi yao ni taaluma kama ilivyo taaluma nyingine ya udaktari au taaluma ya kisheria. Kwa hiyo wazifanye kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu na miongozo ambayo sisi EWURA tumeiweka. Kwa kufanya hivyo, kwa kuzingatia weledi na kuzingatia miongozo, na hakika kwamba athari za majanga ya moto zinaweza aidha kupungua au kutokuwepo kabisa. Naitwa Jonathan Zeus, ni mhandisi wa umeme na mwandamizi wa EWURA ofisi ya kanda ya Ziwa. Nahusika sana na mambo ya license, mambo ya kutoa leseni kwa sekta nzima ya umeme kanda ya Ziwa. Ili kazi yako, ili nyumba yako, ili mashine yako, sehemu yako ya biashara iwe salama, hakikisha mtu anayekufanyia wiring awe na leseni. Awe na leseni ya EWURA, maana ndiye atakayefanya kazi ambayo ni salama. Na namna ya kumfahamu mtu ambaye ana leseni ya EWURA ni kumwomba, kabla hujampa mtu kazi ya wiring, muombe leseni yako. Muombe leseni yako. Kama ana leseni basi unajua haja. Lakini hata kama usipomwomba leseni, ukienda TANESCO kuna orodha ya wakandarasi wote ambao wamepewa leseni. Ukienda ofisi za TANESCO au kupiga tu simu watakupa orodha ya wakandarasi. Hata ukija ofisi za EWURA tuna hiyo orodha ya wakandarasi wote ambao wamepewa leseni, fundi wote ambao wamepewa leseni ya EWURA, mkoa kwa mkoa, wilaya kwa wilaya. Kwa hiyo kabla hujatoa kazi yako kwa fundi yote, hakikisha kwanza awe na leseni, kwa sababu ndio usalama wenyewe wa mfumo wa umeme ambao unaenda kufungwa kule. Kwa majina naitwa Nyanso Choholo, ni kaimu afisa uhusiano huduma kwa wateja TANESCO mkoa wa Mwanza. Tumeshiriki kwa pamoja kwenye kikao cha EWURA pamoja na wakandarasi na mafundi umeme kwa mkoa wa Mwanza.
ambapo TANESCO wakandarasi ni kama wadau wetu wa muhimu sana ili kufanikisha kumhudumia mteja kuweza kupata huduma ya umeme. Kikao hichi kwa TANESCO kina faida sana kwa sababu TANESCO wakandarasi tunashirikiana kama nilivyosema hapo awali kwamba kumhudumia mteja ili aweze kupata huduma ya umeme na kuendana na kauli ya Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu kwamba mteja apate umeme. Ambacho kinatakiwa kufanyika ili kuboresha, kwanza kabisa naweza kusema haya mafunzo ambayo EWURA wanayaandaa yanasaidia kutujengea uwezo, kwa sababu kuna baadhi ya wataalamu wengi wa mifumo ya umeme wanafanya mifumo nje ya taratibu. Kuhusiana ninavyozungumzia nje ya taratibu kwenye vipimo imekuwa ni changamoto kwa wataalamu wengi wa mifumo ya umeme, wanafanya vitu kwa mazoea. Sasa hizi semina za EWURA zinatusaidia kutujengea uwezo, wanatuelekeza jinsi vipimo vinavyotakiwa kufanyika.